Kwa eneo la tukio jana nilikuwepo Zenji pale. Hebu tujuze kwanza yaliyotokea nje ya uwanja baada ya dakika 90. Alafu ndani ya uwanja tumeona hata sisi ambao tulikuwa huku bara. Nje watu walikuwa na hasira. Nje ukitaka kuhoji mtu lazima uongee naye kwanza. Usimpelekee kisemeo. Lazima kwanza mkae sawa sawa. Kae sawa sawa. Vipi unataka nini? Umetumwa. Umetumwa jamani. Tunaongea lugha moja. Wewe ni Berkane. Na mtu anakuambia wana kwanza tulimuona mtu mweusi pale kwenye upande wa Berkane kwenye kushangilia. Au ilikuwa ni wewe? Sema jamani. Vipi jamani taratibu. Wanasema wewe hapo Berkane hapo undugu ulikufa kwa ndugu. Yani hapo watu washakasirika. Watu wanakuambia wao wanawajua wale wa Morocco. Hakuna Morocco mweusi. Wao wanatafuta waliokuwa wamebeba bendera ya Morocco pale. Lakini na vipi kuhusiana na tukio kabla ya mchezo? Mashabiki wa Yanga walionekana wanatolewa uwanjani. Nimeona na mimi picha. Unajua uwanja ni mkubwa lakini mwisho wa siku unajua mpira wa Simba na Yanga kama unakumbuka matukio ya namna hiyo yamewahi kutokea hapa, sio matukio mazuri by the way, kwa sababu watu wamekwenda uwanjani kufurahia na uwezi kumlazimisha mtu avae vipi, lakini mwisho wa siku pia unajua utani wa Simba na Yanga sasa hivi kadiri muda unavyokwenda watu wanakuwa kuna emotion ndani yake, wanatoka kwenye utani wa jadi sasa, utani wa jadi lakini sisi tunao nafasi ya kuambia watu bwana, kaeni tu pamoja mfurahie mechi. Kama mfano Simba wangechukua, mnamzodoa mwenzenu tumechukua kabisa, mkishindwa mnaambia wenzenu mmeshindwa. Kwa hiyo ndo raha ya mpira. Kwani walinzi hawakuwepo wa kutosha? Kwa sababu sasa mtu amelipia tiketi alafu kule ni jukwani, walinzi hawakai kwenye kila kiti. Stewards wako chini kuhakikisha watu wasipite kwenda. Ni tukio la sekunde. Ni tukio la sekunde. Kwa wakati mwingine na unaweza kukuta hakuna madhara makubwa zaidi ya watu kuwaondoa kwamba mtoke hapa, ambao sio kiungwana. Usitoe mtu, mkae muangalie wote mpira. Na sisi kazi yetu hapa ni kuhubiri watu amani na upendo. Shamba pia. Wakati mwingine hakuna haja ya kufanya vile. Tuliwahi kuona mtu aliwahi kuchaniwa jezi zake hapa kwa Mkapa. Mtu anakanyagwa chini, inakuwa hiyo haina. Lakini nimewaletea vitu hapa. Okay. Cheze pale uka logo. Walisema tunaenda kubeba. Nimebeba, kuna vitu nimebeba. Mzangu. Raha sana bwana. Wewe ni mtu hatari sana. Bwana nimewaletea. Jambo nzuri, nimebeba ubuyu hapa. Moja ya kitu ambacho naamini utakuwa umetimiza ahadi yako. Safi. Tumebeba ubuyu. Ahadi ya Morocco haikutimia. Ila hii imetimia. Ubuyu. Nashukuru sana. Ila naomba laki moja yangu na hiyo laki hatukuisema redioni. Natimiza hiyo nitakukabidhi chini ya kibweta pale ambapo tulizungumza. Mambo yalikuwa pale. Kamata ubuyu. Sambaza basi kwa au ni nilianza kwanza, naanza na nyinyi ili tusichukue muda mrefu. Hao nina zawadi zao niliongea nao private. Tuko vizuri. Basi tuko sawa sawa msikilizaji, tunakuweka sawa sawa ili kwenda kutazama huu mchezo dakika 90 zilivyokuwa, na mwenzetu Juma alikuwepo pale na uzuri ametua hapa kwa uzuri kabisa ili kuhakikisha kwamba yale yaliyotokea nje ya uwanja ndani ya uwanja. Lakini hayo kabla sijatupa hii karata kwa wachambuzi hapa na kutazama mchezo jinsi ulivyokuwa, kuna tukio moja hivi ambalo pasi na shaka limechukua nafasi kati ya Ngoma na golikipa Kamara. Mimi nataka tu kufahamu baada ya lile tukio yaliyozungumzwa nje, mashabiki pengine kama kuna viongozi wameongea, wamenena kitu gani? Viongozi ujue wawezi kusema moja kwa moja kwa sababu wachezaji wote ni wakwao. Wanaweza lakini watu wengi walikuwa upande wa Ngoma. Watu wengi sana hata baada ya mchezo nje, wengine mtu alikuwa hawezi jua wale walikuwa wanalumbania nini pale. Lakini watu wanaunganisha matukio kutokana na kilichokuwa kinaendelea uwanjani, lakini watu wengi wakaenda upande wa Ngoma na watu wanakubaliana na Ngoma kwamba alichokuwa nakifanya ni sahihi. Na wengi wamemkosoa goalkeeper hata watu Kamara na watu wengi wa Simba. Unaona mkifika stage unamuona shabiki anasema goalkeeper hakuwa sawa sawa. Tayari watu wanakubaliana na mazingira kwamba ni kweli. Wakati mwingine pressure inaweza kusababisha watu kutofautiana kimawazo, lakini pale mko vitani, na mkiwa vitani pale lazima muwe na unit.
Moja lazima kali, unajua kwa sisi ambao wakati mwingine umecheza mmoja pale ni kiongozi. Kwanza lazima muone sio nahodha ila ni kiongozi. Unaona, kwa hiyo wakati mwingine mtu kama yule anaweza kureact kwa mchezaji yeyote, hata kipa wakati mwingine ana react kwa wachezaji wengine, mabeki matusi, na wakati mwingine kusukumana kuna kuwepo. Kwa hiyo nadhani kama ulivyosema kwamba ni joto, lakini ni joto ambalo lazima Kamara yeye kwa upande wake alipaswa kuwa down kwa sababu kuna kiongozi hapa anaonekana kureact na kitu ambacho ana react kwa chenyewe. Hata watu wa nje walikuwa wanaona, hata sisi tuliokaa tunaangalia mechi tunasema kuna matatizo hapa, huyu mtu yuko sahihi. Kwa hiyo na unajua ndio tukio mimi nililiona baada ya zile video, lakini kimsingi Ngoma ni mchezaji mwenye experience kuliko wote kwenye ile timu. Na yeye ni bingwa wa hii michuano. Kwa hiyo anajua nini kinahitajika kwenye nyakati ngumu kama zile. Sasa ukitazama first half, Kamara alifanya kosa. Wakati wanashambulia Berkane pembeni, alikwenda kuupata ule mpira, badala utoe nje akaurudisha ndani. Asante. Kabisa. Hansi, ulikuwa unaendelea kulizungumzia hilo tukio. Mara baada hapo sasa tutakuja kutazama mchezo dakika 90 yaliyokuwa ndani ya page. Wakati Kamara amekwenda kuchukua ule mpira pembeni, alianza kufanya juggling. Alikuwa na option ya kuutoa mpira nje au kuubutua kwenda mbali zaidi. Lakini akaurudisha tena uwanjani. Kitu ambacho Simba alipoteza tena possession, wangeweza kufungwa goli. Kwa hiyo ulikuwa unatarajia kwa mchezaji kiongozi kama Fabrice Ngoma angeweza kureact na kumwambia usi. Lakini sasa hatujui ni lugha gani ambayo Ngoma alienda kuitumia kwa Kamara. Inawezekana alienda kwa lugha ambayo sio nzuri. Kamara naye akareact, hatujui kwa sababu tuliona video, tuliona vitendo, hatukusikia nini kilikuwa kinafanyaje, kinazungumziwa. Lakini the issue ni kwamba Kamara amekuwa na makosa siku hadi siku. Jana tu makosa mawili tutakuja kuzungumza amefanya. Takuja. Ndio maana mimi nilivyozungumza kauli juzi kwamba nashindwa kuelewa kama Kamara ni golikipa mkubwa au ni golikipa wa kawaida ambaye anacheza kwenye timu nzuri. Hiyo kauli hadi leo bado sijapata majibu. Tukio lile Ashirafu, baada ya kuliona, pasi na shaka kuna kitu kidogo image ya finali kama wachezaji wa Simba hivi wameivuruga, kwa maana ya nidhamu yao kuwa chini kwa ule mvutano. Ni kupoteza sifa ya kuwa wachezaji wakubwa. Unajua ili uitwe mchezaji mkubwa unatakiwa kuwa strong enough kuonyesha psychology kabisa. Kwa hiyo kitu ambacho alikifanya Fabrice Ngoma ni kuonyesha maturity, kumkumbusha majukumu yake kwamba hii ni finali, tunacheza na timu ambayo ina ubora pia, na one mistake one goal. Unajua alikuwa ana shout kuhusiana na ile mistake ambayo alifanya kule pembezoni. Ule mpira kama unapigwa huko, bahati mbaya tu ule jamaa hakuwa na kimo kirefu zaidi, sababu angekuwa na uwezo wa kuweka mpira kifuani zene akaconvert ile nafasi kuweka goli. Kwa hiyo tunaongoza goli moja, tunahitaji magoli mengi zaidi ili tuweze kuchukua finali. Lakini kama unafanya mistake kama zile zeni, watu wanakuja kutengeneza hayo mazingira ya kutufunga, maana yake unaturudisha nyuma. Kwa hiyo alikuwa anamkumbusha, lakini mimi naelewa kwamba ni kukosa huo uzoefu ambao ulikuwa nao na kujua kwamba hii ni finali. Unaelewa, always mimi nimekuwa nikizungumza kucheza na timu kubwa kama hizi ni ngumu, kwanza kutengeneza nafasi, lakini pia unatakiwa kuwa makini kwa sababu one mistake one goal. Nafikiri jana tumeona kama hicho. Kwa hiyo wanaendelea kujifunza, it is a part of learning, na mtu kama Kamara anatakiwa kujifunza zaidi, lakini pia anatakiwa kuwa open mindset. Unaelewa, unajua kupokea, anaonekana kuwa ni fixed mindset. Kwenye psychology tunasema kuna vitu viwili, kuna open mindset na fixed mindset. Ukiwa na fixed mindset ni ngumu mtu kukuambia kitu kamuelewa. Naamini kila kitu unajua, na ndio kitu ambacho anakutana nacho Kamara. Kwa hiyo anatakiwa kuwa open, aruhusu watu kumwambia, kwa sababu Ngoma ni kiongozi, lakini pia ana maturity, anajua tempo, anajua mazingira ya watu kucheza finali. Kwa hiyo ilikuwa ni issue rahisi tu ku accept kile kitu ambacho anaambiwa, then anarudi mchezoni. Kwa haya yanayotokea kwa Kamara ni muendelezo wake. Unaweza ukakumbuka baadhi ya matukio yake ambayo anazozana na wenzake Evans. Matukio ya kuzozana sidhani, ila imekuwa ni sehemu ya mistake ya game yake. Yani amekuwa anakosea sana na tumekuwa tunazungumza. Unajua kitu kibaya kwenye maisha ya mpira wa nchi hii, timu ikiwa inashinda unaonekana mchawi.
ila jana kila mtu ameshuhudia na kila mtu angalia amedondoka upande wa ngoma. Hatujui ni nini kimezungumzwa, hatujui ni nani mwenye makosa, ila watu kwa nini wana stand kwa ngoma? Kwa sababu wakipima tabia ya ngoma, wakipima na tabia ya Kamara kiwanjani, mtu ambaye amekuwa na mistake nyingi na zinaigharimu timu amekuwa ni Kamara. Kwa hiyo kwa namna yoyote watu lazima tu wataenda kumnyoa Kamara. Kwa hiyo naamini ni mistake ambazo amekuwa anazifanya pia ndo zimemgharimu kwenye tukio. Na Kamara ukimtazama na majivuno, ego kila mtu anayo, inategemea tu ni hiyo nguvu ya kuionyesha inatokana na nini. Kwa hiyo ukikosa nguvu ya kuonyesha ego yako, kila mtu atasema wewe ni mtu poa, ila hiyo nguvu ikipatikana tutaona Kamara amekuwa hivi kwa sababu kuna baadhi ya games amekuwa yeye ndo man of the match, yani yeye ndo anaamua Simba iende wapi. Tumeshuhudia kwenye mchezo wa Al-Masry, mchezo wa kwanza alifanya makosa yeye, mchezo wa pili ikumbuke tu ile ya Mabululu yes, yeye ndo alikuwa shujaa. Kwa hiyo kuna namna hiyo ego inatengenezwa kwa sababu ya vitu ambavyo amewahi kuvifanya ambavyo vimeivusha Simba kutoka sehemu moja, lakini haina afya kwa sababu mwisho wa siku tunachokitafuta ni kitu kimoja, sio kitu cha mtu mmoja. Yani wote tuko kwa sababu ya timu, hatuko kwa sababu yako. Kwa hiyo naamini kuna vitu vingi Simba bado wanaendelea kujifunza. Hichi ambacho wanakipitia ni sehemu ya darasa. Ukiwatazama Bekane, angalia muda ambao wao wamefungwa, kocha wao haonyeshi reaction kama ambavyo ilikuwa kwa Fadlu. Kwa sababu anajua ni nini kinatakiwa kufanyika. Wachezaji wenyewe tu wanapoozana kwamba yes tumepoteza, ila bado sisi tuna nafasi kubwa kuliko wao. Tutulie kwenye game yetu. Wametulia kwenye game yao, mwisho wa siku mistakes walizofanya Simba ndizo ambazo zimewapa faida Bekane. Kwa hiyo kuna wakati tunasema quality inaamua. Yani unaweza ukawa una wachezaji wengi wazuri ambao wanashindwa kuishi kwenye maelekezo. Kuna wachezaji wakiishi kwenye maelekezo tu inakuwa ni tatizo lingine. Kwa hiyo kwa Kamara naamini ni sehemu ya yeye kujifunza pia. Crown Media. Hapa ni nyumbani.